naitwa Jalia Rajabu Mpandangazi, naishi Mtakumbuka. Hili swala sisi tuliambiwa limetoka ngazi za juu kama faini. Nyaraka niliyoisoma jana ilikuwa na mambo makubwa matano. La kwanza ilikuwa ni la Mafa, kwamba yule mwenye ambaye haswali wala kushiriki kwenye dini yoyote ile, basi yeye yule atazikwa kwa faini. Likatamkwa hilo la kwanza. La pili, kwamba kama unaoa au kuolewa, wazazi wakapiga nyumbani mziki pasi na kushirikisha Waislamu, basi yule analipa faini 7,500. Akilifanya lile pale, basi ndoa inafungwa. La tatu, muoaji au muolewaji anapotaka kufunga ndoa, ili Waislamu wamsogee kwenda kufungisha ndoa ile pale, anatakiwa atoke siku 3 za kwenda kwenye mafundisho. Asipofanya yale, pana faini shilingi 1,000 baba, 1,000 mama. Ukipiga mziki wa singeli ili ndoa ya mwanao au yenu wewe na familia yako ifungiwe, faini yake ni 100,000. Lile pale lilikuja tukalisoma sisi na sahihi yake. Nani anaitwa? Kakulukulu. Shehe wa mkoa. Amekuja na sahihi yake kaweka kama ni tamko lake yeye kuja kutusambazia nyaraka zake huku. Na shangaa leo ameona hili swala limesanuka, ameona atukane na kutudhalilisha, na ikiwa Jumatatu imetoka laki nyumbani ili mazishi yafanyike, tukijua kabisa lile ni tamko litapita kwa kila mmoja. Sasa leo limetukuta tena jingine, ametukataa kwamba hilo jambo halitambui. Sasa kama halitambui, na mimi nasema ile laki ya Jumatatu irudi. Naitwa Alfred Augeni Kasagula, mkazi wa kitongoji cha Mashariki na kijiji cha Mtakumbuka. Vile vile tumehudhuria hapa kwenye msiba huu wa mama hapa jirani kwa Mashariki. Kama tatizo limetokea ni mara hii ya kwanza, halijawahi kutokea. Kuna tu isipokuwa tu changamoto ya kutoelewana kati ya wanandugu na wale watu wageni husika, tuseme na viongozi vile vile. Kwa hiyo kwa hili limekuwa vile limekuwa ni geni katika kitongoji au katika kijiji. Kwa hiyo nafikiri hayo ndio kulikuwa na mtaani. Ugeni wake ni nini? Yaani kilichotokea ni nini? Yaani sitofahamu ni nini? Yaani sitofahamu imeletwa na nini? Sasa sitofahamu iloletwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya watu wengine hawafahamu taratibu za huku na huku hawafahamu taratibu za huku. Ndio shida hiyo. Viongozi wa kwanza wenyewe walihitaji pesa, ila isipokuwa tu wale viongozi walitoka sehemu nyingine wakisema wengine hawakutaka hiyo pesa itolewe. Ndio changamoto ambayo ndio hiyo kwa sababu kuna muda walifika kufungiana, lakini mimi nilikuwa kimoja kilikaja kabisa. Baraza la Mashehe mkoa wa Katavi limeonelea litoe ufafanuzi juu ya kadhia iliyojitokeza kama ilivyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kutolewa taarifa yake isiyokuwa sahihi kuwa shehe wa kijiji cha Mtakumbuka aliomba pesa kiasi cha shilingi 100,000 kwa ajili ya yeye kumwezesha kumswalia na kumzika marehemu aliyefariki, ambaye alitajwa kuwa ni dereva bodaboda. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Katavi kupitia Baraza la Mashehe mkoa wa Katavi kwanza linakanusha kuhusika, kugomea kuswalia maiti mpaka alipo shilingi 100,000. Bali ilivyo ni kuwa marehemu hakuwa mkazi wa eneo hilo ambalo alikwenda kuugulia, na mwenyeji wake hakutoa taarifa kijijini hapo kama ana mgonjwa. Alipofishwa marehemu na taarifa kumfikia shehe wa kijiji hicho, shehe huyo alianza kuratibu mazishi huku akifuatilia taarifa za marehemu kama kweli yu Muislamu au la.
hii ilitokana na tabia ya baadhi ya wanakijiji hao, inapotokea kufariki mtu ambaye si Muislamu na alikuwa hashiriki katika ibada zao, kuogopa kutengwa, na wamekuwa wakikimbilia kwenye Uislamu wakijua kuwa huku kwenye Uislamu hakuna ufuatiliaji sana. Shekhe wa kijiji alipojaribu kuzidi kuhoji juu ya Uislamu wa marehemu, bodaboda wenzie kutoka mjini wakiungana na watu wengine walianza kumshambulia kwa maneno makali, kiasi ambacho shekhe aliona anaweza kuhatarisha usalama wake, kwani bodaboda hao walisema watampiga. Ndipo akaondoka eneo hilo, na nyuma yake kikundi kiliendelea kunyang'anya sanda kutoka mikononi mwa wakataji wa sanda, na kudai kuwa waende wakazike wao, wakidai shekhe amewadai shilingi 100,000. Hata hivyo, BAKWATA mkoa wa Katavi na BAKWATA wilaya ya Mpanda waliingilia kati na kumtuma shekhe wa kata ya Uwanja wa Ndege, Shekhe Mawazo Almasi, kuswalia mwili wa marehemu na hatimaye akazikwa. Waheshimiwa waandishi wa habari, pamoja na uwepo wa waraka wa waumini wa dini ya Kiislamu mkoani Katavi uliopitishwa na mkutano mkuu wa mkoa kwa ajili ya kusimamia maadili ya Kiislamu, hakuna sehemu yoyote inayotamka kuwa marehemu asizikwe mpaka alipe shilingi 100,000. Tunaiomba jamii ya wanakatavi kupuuza kile kinachoendelea mitandaoni, na kwamba BAKWATA mkoa wa Katavi ipo makini na viongozi wake wanaongoza kwa misingi ya sheria na machimbuko yake yote ya sheria pamoja na katiba ya BAKWATA. BAKWATA mkoa wa Katavi inawasihi baadhi ya wasiokuwa Waislamu kuheshimu na kutoingilia miongozo na maelekezo ya dini ya Kiislamu ili kuendeleza mshikamano uliopo baina ya Waislamu na dini nyingine. Na mwisho, BAKWATA mkoa wa Katavi inaendelea kutoa wito kwa Waislamu wote mkoa wa Katavi kuwaheshimu viongozi wao na kutoa ushirikiano kwa ustawi wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Baada ya hayo, nitoe shukurani tena kwenu waandishi wa habari kwa kuja kupata ufafanuzi huu.